Bwana Godi, mambo vipi? Safi, niambie JM. Tuko poa kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Media. Tuko fresh kabisa. Nipe mipango mwanangu. Bwana, tabasamu limetaradadi, watu mna furaha. Alan Ballon d'Or Okello anaonekana kuwapa furaha ya kiasi chake mpaka sasa mashabiki wa Young Africans tabasamu ni muda wote. Alan Okello, nianzie tu hapo kwa Alan Okello. Nadhani umeshanielewa kwamba ni nini ninahitaji hasa kwenye swala la Alan Okello. Moja ya furaha yetu kubwa ni namna ambavyo kijana ana perform vizuri ndani vya viunga vya Jangwani, makao makuu ya Yanga. Mchezaji ambaye tulimpokea kwa ukubwa. Mwanzoni alianza kwa taratibu, na sisi mashabiki wa Yanga tulikuwa na imani naye kwa sababu ni moja kati ya talenti bora barani Afrika kwa sasa. Yanapozungumzia vipaji vya mpira wa miguu barani Afrika, basi kipaji cha Alan Okello kipo ndani ya top 3 ya vipaji ambavyo vinaweza kwenda kucheza mpira barani Ulaya. Lakini tulimuona kwenye michuano ya Chani, tulimuona kwenye AFCON akitumikia Uganda the Cranes, lakini hata kwenye Champions League unaona Vipers namna ambavyo zile hatua za awali talent yake ilikuwa inaonekana kwa ukubwa. So tulikuwa na imani naye, na hata tulimpokea moja kati ya usajili ambao umetikisa katika ardhi ya Tanzania na katika vyombo vya habari barani Afrika, kwa sababu usajili wa Alan Okello haukuwa tu wa media moja, na hata ukiangalia mapokezi yake katika page ya Yanga alikuwa na followers wengi ambao walienda kulikes usajili wake. Lakini watu walitubeza, wachambuzi walitubeza, tumechukua mchezaji wa daraja dogo, na wengine wakiwa ni maafisa habari wa mpira wa miguu wa zamani ambao sasa hizi ni waigizaji wa Kombolela huko. Nao walibeza wakasema Alan Okello ni mchezaji wa kawaida, sio daraja la Young Africans. Lakini sisi ndio tunatengeneza daraja la mchezaji. Sisi Yanga ndio tunatengeneza daraja la mchezaji. Mchezaji akija Yanga ndio mtaona ukubwa wake. Huko kwingine kote utaona za mpira. Ila mchezaji akija akaifanya Yanga namna ambavyo sisi tunahitaji Yanga iwe, ndio tunatengeneza daraja la mchezaji. Nitakutolea mfano wa wachezaji wengi. Failan Sofe, huyo Faisal Salum, Fei Toto. Hiyo klasi ambayo watu wanaiongea sasa hivi akiwaza MFC. Daraja lake litengenezwa na Yanga chini ya Profesa Nasreddine Nabi, akimchezesha namba 10, akaonyesha uwezo wa Faisal. Lakini talent ya Faisal ilionekana ndani ya Yanga kwa muda mrefu. Ukimwangalia Fiston Kalala Mayele Predator, wewe unamuona kaenda Pyramid, kafanikiwa kuwa mfungaji bora wa Champions League, kafanikiwa kubeba ubingwa wa Afrika. Lakini daraja lake Fiston Kalala Mayele ulitengenezwa na Young Africans baada ya kuipeleka Yanga finali ya kombe la shirikisho barani Afrika na kuwa mfungaji bora wa kombe la shirikisho. Daraja la Fiston Kalala Mayele lilipatikana ndani ya Yanga. Ya hilo haiwezi kubaki tu kwa wachezaji, ilitokea mpaka kwa makocha na baadhi ya wachezaji ambao wengine sijakutajia, kina Mudathir haya basi, umeelewa, kina Djigui Diarra, screen protector, wote hao daraja klasi yao ya ubora wa mpira wa Afrika ulipatikana Yanga. Kwa hiyo Alan Okello anachokifanya sasa ni mwanzo. Uliona mwanzo wa Aziz Ki. Mwanzoni alikuwa mchezaji ambaye alistruggle kucheza kwenye ligi yetu, sababu ilikuwa ni ligi mpya kwake, mazingira mapya, amekutana na washikaji wengine tofauti. Kwa hiyo kuonyesha kile alichonacho ilihitaji muda. Hata kwa Alan Okello mimi kwangu imekuwa ni surprise kubwa zaidi, kwa sababu nilitegemea kwenye hii ligi anaweza kamaliza na goli 8 na assist labda 7, sio, umeelewa. Lakini matokeo yake amepitiliza yale malengo ambayo mimi nilikuwa nayaona kwa raundi ya kwanza tu ya mchezaji ambaye ni mgeni, amekuja kwenye ligi yetu kwenye dirisha dogo. Unategemea kwenye miezi 6 ya mwisho yani ya ligi kwenye top performance anaweza kamaliza hivyo, mkamjaji kwamba amemaliza vizuri. Lakini so mpaka sasa hivi yani amefanya, unajua Alan Okello ana goli 10 na kama sikosei 11, ana assist 7, si ndio? Hizi namba za goli 11 tu
Chama hajawahi kufikisha kufunga goli 11 kwenye ligi kuu Tanzania Bara. Chama sikacheza ligi miaka karibuni 15. 15 imefika? Chama tangu kaja Bongo kuja kucheza ligi akiwa na Simba kutoka Zanaco. Ndio. Mpaka akamaliza Simba akatoka kaenda Berkane akarudi, kaenda Yanga akarudi, kaenda kucheza tena Simba. Hii ligi Chama kaicheza kwa zaidi ya miaka 10. Umenielewa eh? Ndio. Hajawahi kufikisha goli 11 hajawahi. 10 zenyewe hajawahi. Yaani Chama mpaka sasa hivi ana goli 8 na watu wanamsifia, ndo wanamuona kwenye ligi ndo kawahi kuperform zaidi. Hajawahi kuperform katika kiwango hiko. Goli 11 hajawahi kufikisha. Alan Okello kaingia dirisha dogo tayari ashafikisha goli 11 na bado unaona kuna future ya kuongeza idadi ya magoli. Kwa sababu kama anafunga goli 2 katika kila mchezo. Mechi hizi za karibuni mechi 4 kafunga tayari goli 8. Kwenye mechi 6 hizi kafunga goli 9. Kwenye mechi 6 kafunga goli 9. Sheikh, mimi nimeangalia mpira wa Bongo muda mrefu. Sijawahi kuona mchezaji kwenye mechi 6 kafunga goli 9. Haujawahi kumuona kabisa. Yaani top kila mechi anafunga bao 2. Yaani umpe mshambuliaji mechi unapewa unatwanga. Akitoka na goli 2. Anarudi mechi ijayo akitoka na goli 2. Anarudi mechi ijayo akitoka na goli 2. Anarudi anafunga tu. Mimi sijawahi kuona. Kwa hiyo kazi wanayo bodi ya ligi. Na kazi yao ni nyepesi tu. Kumpa tuzo yake kwa sababu namba zinaongea. Kwenye mechi 6 hakuna mchezaji mwenye mchango mkubwa wa magoli mengi kumzidi Alan Okello. Kama yupo tutajieni. Mimi mwenyewe natoa ofa ya milioni 1. Sawa? Natoa ofa ya milioni 1 kama kuna mchezaji kwenye ligi kuu kwenye huu mwezi Mei tunauzungumza. Si ndio? Ndio. Mnapotaka kutoa tuzo ya mchezaji bora, kama kuna mchezaji kamzidi Alan Okello kwenye mchango wa magoli, yani kama kachangia magoli mengi kumzidi Alan Okello, mimi nitatoa hela milioni 1 nimpe huyo mchezaji. Lakini natoa ofa nyingine. Kuna huyu ni kiungo mshambuliaji, si ndio? Ndio. Hao wanaofananishwa nao ambao ni kamkumbe tu, nao ni viungo washambuliaji. Mathalan Chama, Faisal, wote ni viungo washambuliaji. Kama kuna kiungo kamzidi Alan Okello ku create chance, zile clear chance kwamba na convert chance kuwa goli. Halafu huyo nimempa ili ascore, ndio makosa yake kutokudumbukiza kimiani. Kama yupo kiungo mshambuliaji aliye create chance nyingi kwenye huu mwezi Mei kumzidi Alan Okello, natoa milioni nyingine ya pili kumpa huyo kiungo mshambuliaji aliye create hizo chance. Kwa hiyo mpaka hapo ni milioni 2 hizo. Shekhe, yani sikupika ziwe peke yako JM. Na hapa kazi bodi ya ligi. Rudieni michezo 6 mfululizo ya Yanga. Rudieni michezo 6 mfululizo ya Makolo. Rudieni michezo 6 mfululizo ya Azam. Si ndio hao viungo hapa wanapatikana kwenye hivyo vilabu vitatu? Ndio. Rudieni touch moja. Rudieni clear chance, key pass zilizosaidia kwa wetu kwenda kutoa assist likafungwa goli. Rudieni kwenye shot of target za huyo mchezaji. Rudieni kwenye shot on target za huyo mchezaji. Halafu rudieni magoli na assist zake. Halafu muangalieni ni nani aliyefunga mabao mengi, aliyesababisha mchango goal contribution ya assist na magoli yake ya kufunga akapata namba kubwa. Halafu tengenezeni hiyo ninayokuambieni kwamba bwana huyu kiungo mshambuliaji kazi yake ni kutengeneza nafasi. Ni kiungo gani ka create chance nyingi za kufunga magoli, yaliyobaki alikuwa ni majukumu ya watu wengine kufunga. Ameangushwa na hao watu, lakini yeye ame create hizo chance. Kama ambavyo tukirudi Uingereza tunamuona Bruno Fernandes kutoka Manchester United amepata tuzo yake pale ya assist 21, lakini ameweka rekodi, lakini yeye ndio kiungo aliye create chance nyingi za watu kufunga na bado nyingine watu wakamisi hizo nafasi. Mimi
nilikuwepo Manyara pale. Mechi zote hizo za KMC nilikuwepo. Yaani naona Alan Okello anapiga vipasi. Mtu ambaye ana goli afungi. Nimeona namna ambavyo anapiga zile penetration pass za watu kuscore au score. Ni chance ambazo amezicreate nyingi. Amezicreate yeye, lakini watu hawajafunga. So bodi ya ligi kazi yao ni nyepesi sana. Nashangaa kwa nini mjadala umekuwa mkubwa. Mjadala umekuwa mkubwa kwa sababu watu wanatengeneza ule ubishani wa Simba na Yanga. Yaani kwa sababu Simba kuna mchezaji amefanya vizuri, Azam kuna mchezaji anafanya vizuri, lakini wasisahau kuna very good, kuna good na kuna excellent. Inawezekana Faisali katika mwezi wa 5 amefanya vizuri, watu watampa good. Chama akafanya vizuri sana, watu watampa very good. Lakini Alan Okello anapaswa kupewa excellent. Yaani hapo huna mashaka na majibu aliyokupa. Huna mashaka na quality aliyokupa uwanjani. Mpeni Faisal good, mpeni Chama very good, mpeni Okello excellent kwa kufanya vizuri sana katika mwezi huu wa 5 wa NBC Premier League. Kwa hiyo kwa sasa wewe kwa jinsi ambavyo umezungumza ni kwamba imeonekana mashabiki wengi wa upande wa pili wamekuwa ni kama wanahamahama, hawajui wamsapoti nani. Mara Chama, wengine wanamposti Faisal Salum. Ni kama vile hawajui washike wapi. Hicho ndo kiwewe ambacho Alan Okello amekileta. Alan Okello ameleta matatizo mengi sana kwenye mpira wa Tanzania. Na Alan Okello atasababisha watu wengi wajulikane wajue mpira. Mimi ndo nakwambia. Yaani kuna baadhi ya wachambuzi ambao wanaupenda mpira na wanaujua ukweli wa mpira. Lakini Alan Okello atawadhalilisha. Atawadhalilisha kwa sababu atawaonyesha kwamba hawa watu mpira hawajui. Kwa kumchambua vibaya Alan Okello. Yaani ni either uchague moja, kunyoosha maelezo au kupingana na ukweli uonekane wewe zombi. Si umeelewa? Ukitaka kuonekana zombi kwenye football ya Tanzania, una uwezo kusema Alan Okello hajui mpira. Ruksa. Si umeamua mwenyewe. Uone zombi. Sasa sitakulazimisha. Yaani wewe mwenyewe umeamua kuonekana hamnazo. Sitakulazimisha sheikh. Haiwezekani. Lakini kama unaamua, mimi nimemwona shabiki mmoja wa Makolo huwa ni mweu. Lakini inapokuja swala la kumzungumza Alan Okello huwa anachanganyikiwa. Anapiga magoti. Yaani huwa anapiga magoti na ananyosha mikono juu, anakuambia huyu mtu ni hatari. Na light kama wao walivyokuwa wanamtaka muda mrefu wangempata, nadhani saizi wangekuwa wanalinga kwenye maeneo mengi. Usione watu wanatembea namna hii baba. Huyo mtu kashindikana. Wewe mtu wa mwisho kuwa celebrity kwenye mpira wetu kwamba anafanya vizuri na anawafurahisha watu, kuna matendo anayofanya, alikuwa ni Fiston Kalala Mayele kabisa. Watu wanatetema kanisani, watu wanatetema msikitini, watu wanatetema huko kwenye maulidi, watu wanatetema sijui huko mashuleni, watu wanatetema sijui misibani. Alikuwa ni Fiston Mayele. Watu wataki kukutana kwenye misiba. Jambo la kwanza mtu tamona lazima ateteme, ndio shughuli za msiba zingine ziendelee. Mtu mwingine atakayeifanya Tanzania watu waonekane hata vichaa mtaani, Alan Okello. Sheikh, ukienda Kariakoo watu watakuwa wanachagua nguo hivi. Wanaondoka hivyo. Umenielewa? Ukienda kwenye mwendo kasi mtaa hapa na mwendo kasi, kama unashabiki wa Kolo lazima mpige hiyo. Lazima mtandike nayo. Kwa sababu inauma ujue. Alan Okello ni mtamu akiwa Yanga. Wewe ndio shabiki wake unamshabikia. Lakini kama wewe ni mpinzani wa Yanga, ndio ukaona mtu anafanya kitendo cha Alan Okello, lazima shekhe uumie kabisa. Lazima kikushtue kwenye moyo. Ndio kitakachotokea sasa hivi mjini hapa. Yaani muda sio mrefu. Sio mtabiri mimi, sio nabii, lakini football ya nchi mimi naijua kabisa. Okello utaona staili yake mashuleni, watu wamekaa sembo, wanataka kukaguliwa shule. Mwalimu anasema ili uwe sawa sawa ufanye kama Okello. Kuna shule utaziona watu wanafanya kama Okello. Kwenye mabasi, kwenye maofisi, kwenye makanisa utaona hizo klipu
Sasa Alan Okello akiwa anafanya mabalaa yake kwenye hayo mabendi ya mziki huko ndo kabisa. Sasa hivi utaona wale Master Show wanatoa style za Alan Okello. Yaani haiwezekani mtu kama Kalala Junior na Tukuyu saundi yake, alafu anawaburudisha watu wa mpira waliokuwa hadhira, ashindwe kufanya Okello style hata kuwa mwehu. Yaani uwezi ukawa Nyosha Sadati King unawaburudisha watu, ushindwe kuwafundisha Master Show wako watoe burudani kwa wananchi kwamba Alan Okello style inapigwa pale jukwani. Watu wanataka kuenjoy, lazima waone. Sasa hilo ni jukumu la hao wamiliki wa bendi kutoa hiyo burudani. Umenielewa? Lakini burudani za wanayanga sasa hivi kero ni moja tu, wapelekee moto Alan Okello style. Godi, kabla hatujawaaga watazamaji wa JM News TV, ningependa nikuambie kwamba kuanzia sasa ni vizuri kama tukimuita Alan Ballon d'Or Okello. Babangu ya mali huyo kashanitoa machozi mimi. Yaani mimi mchezaji wa kwanza msimu huu anasajiliwa Yanga, nachukua jezi yangu naenda kuiweka namba yake ya mgongoni na jina lake lilikuwa ni Okello Yamal, na jezi yangu imeandikwa Okello Yamal. Kadiri alivyokuwa anacheza mpira namuona ni Lamine Yamal wa FC Barcelona mtupu. Shekhe sasa hivi ni Alan Ballon d'Or Okello Yamal. Yaani lazima uliweke hivyo. Yaani kama kuna namna unatakiwa kutamka, yaani wewe tamka hivyo, ni Alan Ballon d'Or Okello Yamal. Yaani hapo utakuwa unataja jina tukufu kweli kweli kwenye football. Asante sana Godi Yanga. JM Media, subscribe, endelea kufuatilia michezo kwenye JM Media. Hapa ndio utapata habari za kweli na uhakika za michezo nchini Tanzania. Shukran.